Nikukaribishe kwenye madhabahu ya Niko Shining Star Heaven Embassy. Leo tuna topic ya leo inasema kwamba mwanamke siku zote amefungwa mume wake akiwa hai. Kwa mfano, umeachana na mwenzi wako, mwanamke bado umefungwa, au mwanaume bado umefungwa mpaka mwenzi wako atakapokufa. Akifa mwanamke unaweza kuolewa, au mwanaume unaweza kuoa yeyote yule, lakini katika Bwana. Tusome kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 39 hadi 40. Maandiko yanasema, mwanamke hufungwa maadamu mmewe yu hai, lakini ikiwa mmewe amefariki yu huru kuolewa na mtu yeyote amtakaye katika Bwana tu. Lakini heri yeye zaidi akikaa kama alivyo. Ndivyo nionavyo mimi, nami nadhani kuwa mimi nami nina Roho wa Mungu. Kwa hiyo ni Paulo anashauri, Paulo anaelekeza, na ni neno la Mungu linaelekeza kwamba mwanaume au wewe mwanamke, ukiachana na mme wako au mke wako, umefungika mpaka yule akiwa hai. Lakini akisha kufa ndo unaweza kufunguliwa kifungo chako, na hapo ndipo unaweza kuolewa kwa mtu yeyote au kuoa mtu yeyote. Lakini Paulo anachoshauri, unaweza kukaa hali hiyo hiyo kama unaweza kutawala mwili wako na kujitenga na zinaa au tamaa, na kama ukiweza kushinda na Roho Mtakatifu akakusaidia. Lakini pia sababu pekee ya kutoa talaka au ya kuweza kutalaki mume wako au mke wako kulingana na Biblia, ukisoma Mathayo 19:9, sababu ni moja tu ya kuweza kutenga wanandoa, ni uasherati tu. Kama kuna uasherati umegawanyika sehemu mbili. Kuna uzinzi au uasherati wa kiroho na uasherati wa kimwili. Uasherati wa kimwili ni pale mume wako au mke wako anapoanza kuzini na watu wengine. Ina maana hapo wewe unaweza kumwacha, kwa sababu mwili wako ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu ataunajisi, kwa sababu yeye mwili wake amesha unajisi. Lakini sababu au uzinzi wa pili ni uzinzi wa kiroho, pale unapoona ni mwenzi wako, mume wako, mke wako, sasa yeye anaabudu miungu mingine, ameamua kwenda kwa waganga, ameamua kufanya kudili na mambo ya kishirikina au kumtumikia shetani. Labda ameamua kuwa mganga, ameamua kuwa mchawi, ameamua kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Yeye mambo ya Mungu ameacha, ameamua kwenda kumtumikia Mungu ambaye si Mungu wa Israeli. Huo watu nasema ni uzinzi kiroho au kahaba kiroho au uasherati kiroho. Kwa hiyo kuna uasherati wa kimwili ambao unatumia mwili wako mwenyewe kuuchafua, kuzinia. Lakini pia uasherati wa kiroho ni pale unapotumia roho yako kuzini na miungu mingine, ukimwacha Mungu wa Israeli. Nawapenda. God bless you. Be a shining star. Thank you for watching.